Kampuni hii imekuwa ikitoa elimu na ikionyesha umuhimu wa huduma kwa wateja. Na kama tunavyojua, mteja ni muhimu sana katika shughuli yoyote ile, iwe ni biashara, uwe ni uwekezaji. Na ni kwa msingi huo mamlaka ya uwekezaji ilialikwa kwa ajili ya kuja kutoa uzoefu wa namna ambavyo tunatoa huduma kwa ubora kwa wateja wetu. Wateja ambao mamlaka ya uwekezaji inahudumia ni wateja ambao ni wawekezaji na wasio wawekezaji. Tunapokea wageni ambao wanakuja kwa ajili ya kupata maelezo, kwa ajili ya kupata huduma, ambao ni Watanzania na ambao ni wageni. Kwa maana hiyo, hakuna namna ambayo TISEZA au mamlaka ya uwekezaji inaweza ikajitenga na utoaji wa huduma bora kwa wateja, kwa sababu ili taasisi yoyote iweze kusurvive, iweze kuwa hai na biashara zake ziweze kudumu, ni lazima ujali mteja. Sasa kwa kutumia uzoefu wa utoaji wa huduma bora kwa wateja, tumeweza kuelezea kwamba mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi imeanzisha mifumo ambayo inaenda kuimarisha na kusaidia utoaji wa huduma hizi kwa wawekezaji na wasio wawekezaji kwa njia ambayo ni ya haraka na kwa njia ambayo inapunguza muda pamoja na gharama. Na kwa msingi huo mamlaka pia imeweza kuanzisha kituo maalum cha utoaji huduma za mahala pamoja ambazo zimekuwa zikihusisha mamlaka mbalimbali, lakini pia tumeanzisha Premier Center, Service Premier Center ambayo inamsaidia mteja kupata huduma hizo kwa haraka na kwa ubora zaidi. Leo hii tuna launch product yetu ambayo of course iko tayari kwenye market, lakini tunatamani tuwape awareness ya nini ambacho tunakifanya na pia kuwaonyesha product zetu kwa ndani, ni nini ambacho kinasababisha customer experience ama tuseme huduma kwa wateja iweze kufanikiwa zaidi, especially kwenye hospitali. Tutafanya vile pia katika banks, lakini na public sectors, especially kwenye conjunction. Lakini pia tunajaribu sana kuweza kusaidia ama kuweza kuleta efficiency kwenye ufanyakazi wa watu ambao wanafanya kazi wanahudumia wateja. Inasaidia kuweza kujua muda wa wateja walivyokaa katika eneo. Nitakupa mfano kama hospitali. Hospitali tunatamani kujua mtu akikaa anakaa muda gani na huo muda ameumalizia wapi. Je, ni katika kusubiri kufanya ile registration ama ni ile muda ambao amesubiri kwa ajili ya kupata malipo? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunatamani tugundue kwanza tatizo liko sehemu gani. Mtu akienda hospitali anakaa masaa 3 au masaa 5, lakini pia tuweze kujua tunalisolve vipi kwa kutumia information ambazo ziko connected pamoja na ile kitu ambayo sisi tumegundua. Mfumo huu unafanyaje kazi? Mfumo huu ni mfumo ambao sio mgeni sana, lakini umekuwa improved sana, especially katika nchi nyingine. Hata hapa Tanzania unaweza ukaukuta uko bank, mfano mteja anaweza akaenda, akifika anachukua tiketi yake. Tiketi ile akishachukua anakaa, anaitwa tiketi namba labda 5, nenda kwenye dirisha namba fulani. Inamsaidia kwanza kutokupitwa na watu wengine ama kulalamika, lakini pia itamsaidia sana kuweza kujua muda gani ambao anatakiwa kuutumia katika ile service, na itampa idea, je, aweze kutoka nje ama aweze kukaa pale pale asubirie. Mfano kama mgonjwa ama akiwa ameenda bank akikuta watu wako 50, akaambiwa average time ni masaa 3, kwa nini asiende akafanya shughuli zake na kurudi? Lakini labda ameenda Mlimani City, amefika pale anataka kufanya shughuli nyingine, lakini kuna foleni.
lakini hajui foleni itachukua muda gani. Mfumo wetu utakusaidia wewe mteja kumake a decision kwamba sasa ninatakiwa either nikae ama nitoke, na nikitoka nitatumiwa message inayosema zamu yako imekaribia. Kwa hiyo kama imekaribia, sogea kwenye desk uweze kuhudumiwa. Kwa hiyo itasaidia wateja wote ambao wanatumia mfumo wetu kuweza kuwa na flexibility ya kujua nikae ama nisiweze kukaa. Lakini pia itasaidia wafanyakazi kuwa na ile wanasema kwamba kufanya kazi kwa amani ama calm, kwamba yani mtu anapokuwa anakuja kusio kuna watu wengi wanamzunguka wanafanya ile vitu vingi. Kwa hiyo inamsaidia kujua kabisa kwamba akitoka fulani anakuja hatapata malalamiko, hata kuwa na ile pressure ya kusema jamani, mbona wamerundikana sehemu moja. Unajua saa nyingine unaweza kaenda sehemu ukakuta watu wamerundikana, wengine hata wajua wanafanya nini pale.